wapi haki haijatendeka. Hapo kwa maana ya haki ni tumewajibikaje mbele za Mwenyezi Mungu. Tunapoacha, tunaposema tunahitaji viongozi wa cha Mungu, wenye hofu ya Mungu, maana yake tunasema wanaomtendea Mwenyezi Mungu haki yake anayostahili. Ni mwenye haki zote, lakini wanadamu unajua tunafika mahali tunajidanganya, tunafikiri kwamba tunaweza tukafanya kana kwamba Mwenyezi Mungu hayupo. Ni wapi haki haijatendeka? Pale ambapo wanadamu kwa wanadamu tunatendeana ndivyo sivyo. Naamini kwamba sisi viongozi wa dini tunahitaji kuelewa na kukaza juu ya mifumo imara inayolinda haki za binadamu, demokrasia kwa wote. Na hapa maana ya demokrasia ni pale ambapo kila mmoja wote wanahusika katika jamii ile wanashirikishwa, wanapata nafasi ya kushirikishwa kwa uhuru bila ubaguzi juu ya mambo yanayohusu mustakabali wa jamii yao. Wapendwa viongozi wa dini, tusifunge macho yetu wala tusijifanye kwamba hatuoni mambo yanayoendelea, yanayotokea katika jamii zetu, ambayo yanaleta vilio, yanaleta mahangaiko. Tufungue macho yetu tukaone, tukafungue midomo yetu iseme kweli na haki kwa ajili ya taifa letu. Tujue ya kuwa kusimama katika kweli na haki sio jambo rahisi sana, lakini kweli ningesema wajibu wetu mkubwa ni huo, kusimama katika kweli, kusimama kwa ajili ya haki katika taifa letu la jamii. Katika msaafu wetu wa Kristo kuna mahali kwenye Injili ya Mathayo Yesu Kristo alisema, ni heri wenye kuuliwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Alisema hivi kwa sababu alijua kwenye kutetea haki na kusimama katika ukweli unakuudhiwa ili kunyamaze. Nasema kusimama katika ukweli, kutetea haki kwa ajili ya kuleta amani katika nchi, sio lelema. Tusikubali tu kukaa maadamu labda yanayotendeka hayatuhusu au hayatuumizi sisi moja kwa moja, lakini tunao wajibu mbele za Mwenyezi Mungu na mbele ya jamii kuona kwamba tunapaswa kufungua macho tuone yanayotendeka. Tunapaswa kufungua midomo yetu kwa sababu tumeambiwa tuone, kama sio la haki, kama sio la kweli, tusimame na kufungua vinywa vyetu tuseme bila uoga, bila upendeleo, bila kuegemea upande wowote. Wajibu wa viongozi wa dini ni kutoa sauti ya kinabii na kuwa na ujasiri wa kusema hata yale wengine wachache au wengi hawapendi kuyasikia. Sauti ya kinabii
maana yake inaweka mambo kadhaa pamoja, kuyaona, kuyakemea, kuwaonya wanaohusika, kwa sababu tunajua itakuwa na madhara kwa jamii, kwa wasiokuwa na hatia, lakini mwisho wa siku yatakuwa na madhara kwao pia, kwa sababu hata wao ni sehemu ya jamii wanayoishi. Ni wajibu wa viongozi wa dini kwambia, jamani, haya bwana, hayampendezi Mwenyezi Mungu, sio haki na hapa hamjasimama katika ukweli. Na kama mnajua wale wachache ambao wanafaidi kutokana na mifumo ambayo sio sahihi, sio imani, hawapendi kusikia, hawapendi kuyasikia. Na moja ya silaha zinazotumika kujaribu kupinga ukweli ni kutoa taarifa za uongo na kupotosha taarifa, hasa katika zama hizi za ukuaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano. Ndio maana viongozi wa dini tunapaswa kuwa makini sana kuhusu information, taarifa tunazopata, bila kujali zinatoka kwa nani. Angalia, tafuta, wajibu wao tafuta ukweli wa taarifa hizi. Makusudi yaliyo nyuma ya taarifa hizi ni wajibu wako, ili uweze kufanya uamuzi na kuona nafasi yako katika, hata kama ni kutolea maoni, kukemea, kushauri, hata kuombea taarifa au matukio yanayotokea. Silaha hizi zinatumika hasa enzi hizi za mitandao ya kijamii, kupotosha taarifa au kutoa taarifa za uongo. Ninyi mjakutana na viongozi au watu wako tayari kabisa wanasema uongo, najua kabisa wanadanganya, hiki wanachosema ni uongo, lakini watasema bila dhamiri yao kuwasumbua. Sasa kiongozi wa dini, usikae na kuona hawa wanadanganywa na wanasema hapa ni uongo alafu kanyamaza, so Mwenyezi Mungu atakuuliza. Nasema kwa bahati mbaya sana baadhi ya watu huamini kila taarifa pasipo kuchunguza chanzo cha taarifa, ukweli wake na nia ovu iliyofichika nyuma ya taarifa.